Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 21, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike, sura ya 2, aya ya kwanza hadi aya ya 3 na aya ya 14 hadi aya ya 17, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 25, aya ya 23 hadi aya ya 26. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alisema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Viongozi vipofu, wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika maisha ya leo tunaona mara nyingi watu wanaojitahidi kuonekana waadilifu mbele ya jamii, lakini ndani ya mioyo yao kuna mambo mengi yasiyompendeza Mungu. Mfano ni mtu anayetoa sadaka kanisani kwa uaminifu, anaheshimu ibada zote, lakini katika maisha ya kila siku hana haki kwa wengine, hana huruma, na wakati mwingine kutenda udanganyifu. Hali hii ndiyo hasa Yesu Kristo anaikemea katika Injili ya Mathayo, akionyesha kuwa kuna hatari ya kuishi dini kwa nje bila kuwa na ukweli kwa ndani. Katika aya ya 23 na aya ya 24, Yesu anawakemea Mafarisayo kwa sababu wanatoa zaka kwa vitu vidogo kama mnaa, bizari na jila, lakini wameacha mambo ya msingi zaidi kama haki, rehema na imani. Hapa Yesu anaonyesha kuwa si vibaya kushika mambo madogo ya sheria, lakini tatizo ni pale mtu anapoyapa uzito kuliko mambo makubwa zaidi ya kiroho. Ndiyo maana anatumia mfano kamili wa kusema wachuja mbu lakini wameza ngamia, akimaanisha wanajali mambo madogo madogo sana, huku wakiyapuuza mambo yenye uzito mbele za Mwenyezi Mungu. Katika aya ya 25 hadi aya ya 26, Yesu anaendelea kutufundisha juu ya usafi wa ndani, akisema kuwa Mafarisayo wanasafisha nje ya kikombe, lakini ndani wamejaa unyang'anyi na tamaa. Hapa anasisitiza zaidi kuwa mabadiliko ya kweli lazima yaanze na mabadiliko ya moyoni mwa mtu. Nje inaweza kuonekana safi na ya kuvutia, lakini kama moyo wako umejaa ubaya, basi maisha yako yote yanakuwa hayana maana mbele za Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana anasema kwamba safisha kwanza ndani ya kikombe, ndipo hata nje yake itakuwa safi, akionyesha kuwa maisha ya nje ni matokeo ya hali ya ndani ya mtu. Tunapata mafundisho kadhaa katika ujumbe huu ambao Yesu anaofikisha kwetu leo hii. Ujumbe wa kwanza, Mungu anataka tuweke mbele mambo yaliyo muhimu zaidi: haki, rehema na imani. Katika maisha yetu ya kileo,
Fundisho hili linatuhusu sana. Mtu anaweza kuwa mwaminifu katika ibada, sala, sadaka na mambo mengine ya kidini, lakini wakati huo huo akawa dhalimu kwa mwenzake, akamdanganya mtu, akamnyima mtu haki yake, au akakosa huruma kwa wenye shida. Yesu anatufundisha kuwa imani ya kweli lazima ionekane kwa namna tunavyowatendea wengine. Hii inatukumbusha maneno ya Mtakatifu Yakobo kwamba imani isiyoambatana na matendo haina uhai. Kwa hiyo Ukristo wa kweli hauishii madhabahuni tu au katika ibada, bali unaendelea katika familia zetu, shule zetu, kazi zetu, biashara na mahusiano yetu na wengine. Pili, usiwe mtu wa kuonekana mwema kwa nje wakati ndani ya moyo wako haujabadilika. Katika maisha ya leo tunaweza kulinganisha jambo hili na mtu anayejenga sura nzuri mbele ya jamii au kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukiangalia katika maisha ya uhalisia wake ni vitu viwili tofauti kabisa. Yesu anatualika tusijenge utakatifu wa kuonekana, bali tujenge utakatifu wa ndani ya moyo. Hapa tunarejelea mafundisho ya Mtakatifu Agustino ambaye anasisitiza sana kwamba Mungu ndiye anayepaswa kuwa kitovu cha moyo wa mwanadamu. Ikiwa moyo wetu umeelekezwa kwa Mungu, hivyo hivyo matendo yetu ya nje yatakuwa na ukweli ndani yake. Lakini tukibadilisha nje bila kubadilisha kwa ndani, tutakuwa kama kikombe kilichosafishwa nje lakini kichafu kwa ndani. Fundisho la tatu: mabadiliko ya kweli huanza ndani na kisha huonekana katika maisha ya nje. Hili ni fundisho la muhimu sana kwa maisha yetu ya kila siku. Hii ni kwa sababu kwamba wakati mwingine tunajaribu kurekebisha matokeo bila kushughulikia chanzo. Mtu anaweza kujaribu kuacha kusema uongo, lakini kama ndani yake bado kuna tamaa ya kujilinda kwa gharama ya ukweli, tatizo la ndani bado lipo. Mtu anaweza kujaribu kuwa mnyenyekevu mbele za watu, lakini kama kwa ndani yake bado kuna kiburi, bado anahitaji mabadiliko ya kweli kutoka moyoni. Ndiyo maana Mtakatifu Toma wa Aquino anasisitiza umuhimu wa neema ya Mungu katika kumwelekea mwanadamu kutenda mema. Tunamhitaji Mungu atusaidie kusafisha nia zetu, tamaa na mawazo yetu, ili matendo yetu ya nje yawe na matokeo ya moyo uliobadilika. Kwa jumla, mafundisho haya matatu yanaungana hivi. Kwanza, Yesu anatufundisha kuweka mbele haki, rehema na imani kuliko kushikilia mambo madogo huku tukipuuza yaliyo makubwa. Pili, anatukumbusha kwamba Mungu anaangalia usafi wa moyo kuliko muonekano wa nje. Tatu, anatufundisha kwamba mabadiliko ya kweli huanzia ndani ya moyo mwa mtu na baadaye huonekana katika matendo yake ya nje. Kwa hiyo Injili hii inatualika kufanya toba ya kweli na kujitazama ndani ya mioyo yetu. Inatukumbusha kuwa dini ya kweli si maonesho ya nje, bali ni maisha ya haki, huruma na uaminifu yatokanayo na ndani ya mioyo yetu ikiwa safi. Ikiwa tunahitaji kusafisha mioyo yetu, basi hata matendo yetu ya nje yatakuwa ya kweli na ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwisho kabisa, kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza, je, ninaishi kwa ajili ya kuonekana mbele ya watu au ninaishi kwa ajili ya kumpendeza Mungu kutoka ndani ya moyo wangu? Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Bruno Bernard Marco wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo,
Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!